Hili ni somo la matumaini, ujasiri, imani katika Mungu wakati wa majaribu. Kutoka maandiko haya tunapata masomo kadha ya maisha yenye uzito wa kiroho na kivitendo. Hapa kuna mambo makuu tunayoweza kujifunza toka maisha ya mtumishi wa Mungu Daudi. Na asubuhi ya leo nina ujumbe wa kukupa nguvu katika jina la Yesu aliye hai. Nasema nina neno la matumaini kwako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Katika maandiko ambayo tumeyasoma, tunaona Daudi na wenzake walikuwa wametoka mahali na wanarudi katika mji wao, mji ambao ulikuwa unaitwa, Biblia inasema, na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka. Daudi anakuja katika mji wa Siklagi, wanakuta mji ule umetekwa na umechomwa moto, na wake zao, binti zao, vijana wao wametekwa. Na watu walipoona mji ule umechomwa moto wakaanza kulia. Biblia inasema Daudi na watu wote wakapaza sauti, wakalia kiwango ambacho mpaka nguvu zikawaishia, hawakuweza kulia tena. Na jambo baya kwamba watu wakaanza kusema huyu Daudi apigwe mawe afe. Yeye, Biblia inasema, alijitia nguvu katika Bwana. Nasema Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Ujumbe wangu unasema jitie nguvu katika Bwana. Kweli ya kwanza unayotakiwa kuielewa katika maandiko haya ni kwamba hata watu wa Mungu hupitia majaribu makubwa. Hata watu wa Mungu wanapitia majaribu makubwa. Kuna watu wanadhani kisha kuwa mtu wa Mungu basi wewe uko mbali na majaribu, uko mbali na magumu, na anapojikuta yuko kwenye majaribu na magumu anajiuliza, kwa nini mimi? Mungu ameniacha? Niko hapa kukwambia kwa mujibu wa andiko hili, hata watu wa Mungu wanapitia majaribu makubwa.